Huu ni muonekano wa miundombinu iliyoharibiwa vibaya. Majengo yameporomoka, barabara zimeharibika, kila kitu kikiwa kimenyamazishwa na athari za makombora. Inadaiwa mashambulizi haya yanahusishwa na Iran. Lakini je, unajua kuna uhusiano gani kati ya uharibifu huu na uwepo wa kambi za kijeshi za Marekani nchini Kuwait? Kuwait ni moja ya nchi ndogo lakini muhimu sana katika eneo la Ghuba. Baada ya kuvamiwa na Iraq chini ya Saddam Hussein mwaka 1990 na vita iliyofuata na Gulf War ya mwaka 1991, taifa hili lilibadilisha kabisa mtazamo wake wa usalama. Ndipo wakaamua kuingia makubaliano ya karibu ya kijeshi na Marekani, US Military, ili kuhakikisha tukio kama lile halitokei tena. Leo hii Kuwait inaruhusu uwepo wa kambi kubwa za kijeshi za Marekani, ikiwa ni pamoja na Camp Al-Fijan ambayo ni kitovu cha operesheni za kijeshi katika Mashariki ya Kati. Lakini jambo linaloshangaza wengi ni hili: Kuwait wenyewe wanachangia gharama za uwepo huo. Wanagharamia miundombinu, huduma muhimu kama maji na umeme, na hata kusaidia baadhi ya gharama za uendeshaji wa kambi hizo kwao. Hii ni gharama ya kuhakikisha usalama wao unaimarika kila siku. Hata hivyo, kuna upande mwingine wa hadithi. Baadhi ya wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaamini kuwa uwepo wa majeshi ya Marekani unaweza pia kuifanya Kuwait kuwa moja ya maeneo yanayolengwa kirahisi katika migogoro ya kikanda, hasa ikihusishwa na mataifa kama Iran. Na hapo ndipo picha hizi za uharibifu zinapoibua maswali makubwa zaidi. Je, uwepo wa kambi hizi ni ulinzi wa kweli au unaleta hatari nyingine mpya? Hiyo wakati Kuwait wanaona uwepo wa Marekani kama kinga ya usalama wao, wengine wanaona inaweza kuwa chanzo cha hatari zaidi. Je, wewe unaonaje? Ni bora kulipia ulinzi wa taifa lako au ni kucheza na hatari kubwa zaidi? Acha maoni yako hapo chini, like, share na kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa habari zaidi